Habari na karibu kwenye Extra Mile. Leo kwenye Extra Mile tuko na Specials. Yeye ni mbunifu na mtaalamu wa mitindo. Karibu sana Jeff. Asante sana. Ni faraja na furaha kuwa nawe leo kwenye Extra Mile. Kwangu pia. Pengine kwa kwanza, najua historia yako kwa ufupi. Umesoma seminari lakini sijui advance uliendaje. Sijui masomo yalikuwa magumu kiasi gani, ulikuwa na average au ulikuwa ni mtu ambaye unapasua sana? Kwanza mimi ni Jeff. Specials ni brand kama brand yetu. Mimi ni mwanzilishi wa Specials. Bado tulianza mwaka 2013. Bado ilikuwa ni kitu kidogo sana enzi hizo. Lakini nimesoma seminari, yes. Nilifukuzwa seminari form 2 na nilikuwa mwaka 2004. Nilifukuzwa seminari, nikaondoka nikaja Loyola, nikatoka Loyola form 5 na 6 nikarudi tena seminari. This time sikufukuzwa, nikamaliza form 6. Na namshukuru Mungu nilifaulu. Chuo kikuu nilisoma UDSM. Degree ya kwanza. I'm not going to say I was particularly the best student. Hapana. Nilikuwa ni average. I was a very average student kwa sababu I had a lot of things going on. Nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa najishughulisha na biashara vidogo. Nilikuwa nafanya kazi Benki ya Dunia back then. Kwa hiyo shule nilikuwa nasoma na nilikuwa nafanya vitu vingine. Kwa hiyo balancing the two is not the easiest thing. Kwa hiyo pale pia kuwa the best student haikuwa rahisi sana. Kwa hiyo nilimaliza vizuri. Nilimaliza na nilikuwa 3.2, GPA ya 3.2. Ambayo second or hapana, ile second ndo. Second wenye akili zao hapana, mimi bado. Kwa ulisoma nini? Nilisoma BCom in marketing. BCom in marketing. Yes. Well, kwa hiyo wakati unasoma ilikuwaje ukapata ajira? Unajua vijana wengi wanasubiri wamalize kwanza shule then waanze kuomba kazi. Ilikuwaje? Pengine ulipata ni nyewe watoto wa kishua ambao unakuwa kuna mjomba yuko sehemu anakuunganisha ujishikize au ilikuwaje? Unfortunately at the same time niso mtoto wa kishua. Mimi nilikuwa nauza maji, nilikuwa natembea kuanzia Tabata mpaka Urafiki, naenda kununua ndizi na kichwani na mamangu mzazi kwenda kuuza genge. Miaka ya 90 mimi nilikuwa nauza maji ya glasses. Unaona glasi kama hizi zile bilauri za aluminium. Natembea nyumba kwa nyumba wanapo Tabata hizo nyumba zilikuwa zinajengwa. Kwa hiyo tunaenda tunauzia mafundi maji ya glasi shilingi 10. Kwa hiyo nashukuru Mungu sikuzaliwa kishua. I say so how come kutoka kwenye kuuza ndizi ukimsaidia mama na hadi Benki ya Dunia wakati huo ukisoma sasa? Nilikuwa katika vitu my biggest desire siku zote ni succeed. Whatever it is I try and do, na huwa nawaambia watu wengi sana, you need to desire to be a better person tomorrow. Yani usiwe Jeff wa leo kawa Jeff wa kesho. Lazima ukae chini ujijudge umetokea wapi na unaelekea wapi. Nilikuwa mpenzi sana kuchora ramani. Mimi ni mpenzi sana kuchora hata nguo, ndio maana tunakuwa ubunifu kwa sababu ya kuchora. Nilikuwa kwenye basi natoka Moshi na kuja Dar, nimaliza form 6, nilikuwa nimekaa na karatasi nilikuwa nachora ramani. Nilikuwa naangalia ramani ya tunachora. Kwenye basi huna kazi ya kufanya. No, ramani tu ilikuwa ramani sio yani. Ilikuwa ramani za nje. Nilikuwa najaribu kuitengeneza ramani ya Afrika, kuichora upya, naangalia from picha moja najaribu kuitengeneza kama ilivyo bila kuigandamiza na bila kuweka carbon copy. Kwa nilikuwa najaribu kuchora, nilikuwa nimekaa na mzungu pembeni, akawa amefurahi sana, akaangalia how it is that I was doing that. Akaangalia, akaniambia napenda ramani, nikamwambia sana. Kwa hiyo nikawa nachora vitu vingi. Yule jamaa alikuwa anaitwa Dieter Schelling, akawa amefurahi sana na what I was doing. Akaniambia ukifika Dar es Salaam, when you get time come to my office. Akanipa address yake. Nimefika nikamwelezea baba yangu akaniambia kamaone. Kwa hiyo nikatoka nikaenda kwa Jumatatu nakumbuka siku ile. Kana nilifika tukazungumza naye, akaniambia mimi siwezi kukupa kazi, ila what I'll give you, nitakupa mtu ambaye atakutrain kuchora ramani kutumia kompyuta. So that's what that guy did. Nikafundishwa kuchora ramani pale, lakini mimi sikuishia kuchora ramani, nikaanza kuangalia how it is natumia ile ramani kufanya vitu vingine. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa GIS, Geographic Information Systems, nilijifunza pale. Kwa hiyo nilikuwa naenda najitolea. Mamangu alikuwa ananipa mandazi asubuhi. Nilikuwa napewa mandazi asubuhi na kuja nayo ofisini, kulikuwa na maziwa yale ya Nido. Kwa hiyo mchana na vizia yale maziwa na kunywa na yale mandazi nilotoka nayo nyumbani, ndo lunch imepita. Nalipa nauli yangu ya shilingi 50 kwenda mjini na shilingi 50 kurudi. 2008 2009 I did that. Kwa hiyo niko chuo kikuu
mpaka naingia chuo kikuu baada ya kumaliza form 6 bado nilikuwa na kale kaajira kangu, lakini fortunately nikaanza kulipwa mshahara. Kuna ramani nilitengeneza ya barabara. Ilikuwa inaonyesha status ya barabara gani zina lami, barabara gani hazina lami, barabara gani zina condition gani. Basi baada ya kuonyesha baadhi ya watu walikuwa wanafanya nao kazi, they saw that there was potential pale. Kwa hiyo wakaanza wakanipa, nikaanza kupata kazi vidogo vidogo, nikaanza kupata na mshahara. 2009 akaja wakakuwa na project ya WSP, wakanichukua, wakaniambia tunahitaji mtu ambaye ataweza kufanyia mapping ya vijiji vyote tunavyofanya kazi. Kwa hiyo nikafanya mapping ya vyoo na vitu, nikafanya vitu vingi sana around mapping. Kwa hiyo it became a big thing at the World Bank, kwamba we're doing mapping at the bank and there's a guy that's doing that, and I became a technician then. Nikaanza kuambiwa I'm a GIS technician. Kwa hiyo na mshahara wangu nikawa napata, namshukuru Mungu. 2010 nilijenga nyumba. So kutoka kwenye nilikuwa na miaka 22 hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam Tabata. Yes. Jenga nyumba mara ya kwanza 2010. Na nilikuwa najua siwezi. Mama wangu akaniambia unaweza. Mimi mama watu wanaojenga wana hela. Mama akaniambia wewe hela unayo. Nikamwambia mama mimi hii hela ninayo kidogo kidogo. Akaniambia hii kidogo kidogo ndio itakayofanya kitu kikubwa, na mpaka leo hii I'll take that knowledge kwamba kwenye biashara I didn't start specials na mashine 20 au 30. Nilianza specials na mashine moja mamangu alikuwa anashona zamani, ambayo aliniachia, ilikuwa kama meza ya kuwekea vitu wakati niko chuo kikuu. Lakini ile ndo mashine nilikuwa nachukua, nanunua suruali hizi cadet za mtumba na zipunguza afu nauza. Shanfahamu. Watu walikuwa wanakuja unamodoa suruali. Sasa ndio maana niko chuo kikuu, nilikuwa nitoka kazini kitoka chuo, yani nilikuwa napenda kweli kupunguza nguo. Kwa hiyo nilikuwa nakuja na modoa nauza, na modoa nauza. Hivyo mpaka chuo kikuu hall 6 pale nikawa nimeweka kijana wangu mmoja. Kipindi yeye mimi sina muda, yeye kijana yuko hall 6 alikuwa anakaa chini pale anamodoa suruali, mashine ilikuwa ya kwangu. Kwa hiyo ni very inspiring. Well, it's actually from the very little things that you build a bigger thing. And that has always been my principle going forward. Yeah. Sijawahi nawaambiaga watu siku nilianza biashara ya kushona na mtaji wa 60,000. Watu wengi wanawaza kwamba mimi nina degree yangu hivi nikaanza kufanya biashara nahitaji mtaji mkubwa sana, lakini no, it's not true. Unakuta kama mtaji ambao unautafuta ni hela bila kuwaza kwamba unatakiwa uwe na mtaji wa hapa kichwani. Yeah. Mtaji wa kwanza is usually the idea, ambako watu wengi hautumii ule mtaji. Anawaza the financial aspect ya mtaji. Mimi nilianza ile biashara na 60,000 ambao nilipewa advance na jamaa mmoja anaitwa Ireneus, alinipa advance ya suti yake. Ndio nilitumia ninunulie kitambaa, baada ya kumshonea ile dada yake akataka suti, watu wengine wengi wakawakiona nguo anapenda. Kwa hiyo ni ile nikawa naizungusha. Kwa hiyo from that one machine I bought 40 or 50 more machines. Well, kwa hiyo kutoka kwenye kumodoa unasema mwenyewe hapo chuo kikuu sasa. Yes. Ilikuwaje? Ilikuwa transform vipi kutoka kwenye kufix tu hizi suruali za watu na nini na baadaye ukashona suti? Ilikuwaje? Brother, kushona nguo kama nguo ni ushonaji ni ule ule. Kinachotofautiana ni cutting. Na kumbuka siku zote whatever it is you do, you have to learn and advance as you go. Every other day. Like I said mwanzoni, lazima uwe mtu tofauti kesho. Leo namodoa suruali kila kitu, what next? Nitafanya hicho kila siku? No. Kafikiria kwamba nitamodoa suruali, nitashona mashati. Nitashona suti. Nitashona magauni. Kwa hiyo kwa sababu ukataji ni ule ule, ni kwamba nabidi ujifunze. Nilikuwa nakuja mwengi, kuna mafundi nakaa nao marehemu Bizo alikuwa anaitwa. Kwa hiyo nakaa na kuelekeza kukata nguo usiku na mchana. Leo upo na siku nyingine anakufukuza, siku nyingine akiwa na mood nzuri anakuelekeza. Kwa hiyo hivyo, lakini kwa sababu unakuwa unajua unachokitafuta, you put up and you keep up with everything. Nakumbuka kuna siku Mungu amlaze mahali pema, alikuwa na dada mmoja, alikuwa mwanamke wake, basi akawa yule dada akazima mashine, akazima taa, akasema ondokeni. Ndio siku ambayo nilikuwa naelewa, afu dada akasema tunaenda nyumbani sasa hivi, akazima yani unajua zile kuna siku unamzuka yani nimeacha afu bado. Kwa hiyo these are things you put up with, lakini it's on the quest towards becoming a better person. Jeff, kwenye miaka michache, miaka 2000, miaka 10-15 iliyopita, domination ya industry fashion ilikuwa ya watu weupe zaidi, Wahindi tuseme, Ali Mtula, kina Mustafa Sanali na wengine. Ilikuwaje wewe? Who inspired you kuanza hata tu kufix hizo suruali na baadaye ukaanza kushona suti? Mimi nikisema aliyeinspire kwenye fashion
naweza nikawa muongo. Mimi my inspiration is usually kukua. Watu wanani inspire, unamfahamu, kuna watu unakaa unawasikiliza, unaongea nao, unaelewa vitu vingi au unajifunza vitu vingi na you want to be like them. Yeah. Hao watu hawako kwenye fashion industry. Lakini in the fashion industry kuna watu ambao wanani inspire. Ambao kuna watu kama kuna kina Cavalli, kuna kina Gucci. Yeah. These are the guys that have made it big. These are the guys unafika mahali kwamba kuna brand yako iko South Korea ama brand yako iko Australia. Afu brand yako hiyo iko Peru. Unanielewa eh? So you see there's diversity kila mahali, kwamba mtu ana yuko kila mahali. Sasa Coca-Cola, unanielewa? Yeah. Kuna watu kama hao. Kwa Tanzania kuna mtu kama kina Mzee Bahresa. Unaona how they've done it. Unaona mtu kama Mzee Bahresa how they're managing kudeal na kila Mtanzania kwa siku. Unanielewa? Wherever you go utakutana na mtu kama kina Bahresa, utakutana na bidhaa Bahresa anywhere you go. Yeah. Na these are not the guys that deal with extraordinary people. No. These are the guys that deal with very ordinary people, but still maintain businesses that zinakuwa pale zilipo. Kwa hiyo kwangu mimi these are the guys that very much inspire me kufanya vitu vingi zaidi. Well, kwa inspiration hiyo ni kitu tofauti, kwa sababu watu kama wasanii na nini wanakuwa inspired na watu wanaoimba. It's very different kwamba wewe uko, I think ulikuwa unafikiri tofauti na watu wengine sana, kwa sababu unafikiri kitajiri zaidi. Nimeona umaarufu wako umekuwa mkubwa kabla hata hujaanza kushiriki kushona suti za watu maarufu. Yeah. Lakini eventually nimeona ukishona suti za watu maarufu ikiwepo Diamond Platnumz. Sijui ilikuwaje? Suti ya kwanza kumshonea ilikuwaje? Ni wewe ulimapproach au yeye alikuapproach, na how was the experience? Kuna msanii mmoja ambaye sitamtaja jina lake. Nilimapproach mimi. Kukawa na red tape kubwa sana kumshonea yule msanii ambaye ni kwake yeye ni kwa Diamond Platnumz ni kama mshindani wa karibu sana. Yes. Kwa kuna red tape ikafika mahali nikataka kuitwa kufanywa interview kama nitaweza kumshonea. Diamond aliposikia vile akaniambia, ndugu yangu mimi najua unajua kushona. Sababu nimeona nguo za kwa watu wengine, sihitaji kufanyia interview, naomba nishone nguo. That was 2 years ago. Na mpaka sasa hivi I think Diamond has never looked back. Yeah, well, naona hata kwenye event ya juzi hapa wakati wanamuintroduce msanii mwingine, wewe ndio ulionyesha umesheheni pale kwenye stage, mavazi yote ulishiriki. Ukiachia suit, nimeona pia Diamond wore something, ilikuwa na vitenge nadhani. Ile sijui ilitoka wapi inspiration yake. Ile nguo sikuishona mimi. Ile nguo alishona rafiki yangu. Diamond ilikuwa vae nguo ambayo tuligundua ile nguo atavaa msanii ambaye anakuwa introduce. Diamond angevaa nguo alotakiwa kuivaa, angemovershadow yule msanii ambaye tulikuwa tunamintroduce. Yeah. Kwa hiyo ikabidi iwe inakuwa na nguo nyingine alternative kwa ajili ya kuweza kuhakikisha Diamond still stays at the background and yule msanii mwingine, kwa sababu they had nguo ya aina moja. Kwa hiyo we had to maintain the sense of the day, the look of the day. Who is the main man? Yeah. The main man alikuwa Maromboso. Yeah. Kwa hiyo ilibidi tueshuka kwa Maromboso anabaki kwa the main man. Ndio Diamond akuvaa ile nguo ambayo alitakuwa kuivaa. Kwa hiyo alivaa rafiki yangu mmoja anaitwa Suzy. Alikuwa anashona hapa zamani. Alikuwa opposite na ofisi ya hii group zamani. Okay. Ni rafiki yangu sana. Na ni mtu ambaye tumetoka naye tunahangaika miaka nenda miaka rudi kwa pamoja. Anaitwa VK Designs kama mwe kusikia. Yes, mwe kusikia wako hapo nyuma. Yes. Kwa kutoka kwenye kupata hiyo opportunity ya kumvalisha Diamond Platnumz, ilikuwa ni suti ipi ya kwanza alivaa? Ilikuwa kama unakumbuka rangi au style? Najua ulitaka kujaribu kumwao yeye wakati amekupa ile fursa. Ulipata inspiration wapi ya kushona ile suit ambayo unaona kabisa this is going to kill akivaa na itakuletea wateja wengine, na alivaa wapi kama unakumbuka, na from there wateja wangapi umepata kutoka kwenye kumvalisha Diamond Platnumz? Suit ya kwanza Diamond anavaa ni actually made 3 or 4 years. Sikujua kwa nini alivaa ile ya kwanza, alivaa hii ya kwanza, lakini in fact suit ambayo niliona mimi was my very best hakuivaa. Alikuja kaivaa kwenye event nyingine. Suit ya kwanza alivaa kwenye interview ya CNN. Nimekaa mahali nikaandikiwa message, bwana Jeff suit Diamond, that was a month after, if not a month and a half tangu tumemtengenezea ile nguo. Yeah.
kwa sababu pia na mimi I had given up kama labda kuzipenda zile nguo lakini nasema no, I wanted hizi nguo zipewe uzito ambao mimi nimempa yeye. Kwa hiyo akafanya vile, lakini from there it became a big thing. Watu wengi sana, kwa sababu Diamond has a lot of followers. Diamond has fans all over the world. Kwa hiyo unakuta kwamba unapata orders za Marekani, unapata order Ireland, unapata order. Juzi tumetuma nguo Australia kwa mtu ambaye ni Mganda, alipenda nguo ile kwa Diamond. Then we also sent nguo nyingine Ireland kwa mtu ambaye alipenda nguo ya Diamond. Kwa hiyo the stuff like that. Kwa hiyo unakuta kwa Diamond kuna wanaomzunguka. Sasa wale wanaomzunguka inakuwa hivyo, lakini Diamond is not the only big guy ambaye anamtengenezea. Ukiwaangalia watu kama kina Mzee Baresa is one of my big clients. Wow. Ambaye yeye nilikuwa introduced kwake not through Diamond but through watu wengine. Nikaenda tukawa alipenda kazi yangu na alinipenda mimi kama. Kwa hiyo we become good friends ever since. Tumetengeneza nguo, tumeshashona nguo nyingi sana. Na kwa yeye ukiacha yeye kuna mawaziri, kuna wabunge, kuna watu wa aina tofauti, na sasa hivi kama umeona we've launched a product ya jezi ambazo tayari ambao tayari these are inspirations za kwangu mimi. Kwa mfano as I grew up, mimi ni shabiki wa mpira mkubwa sana. Manchester United, yes. Mpaka watoto wangu wote na majina ya wachezaji. Lakini bado nilikuwa naangalia kwa mfano timu nyingi za Tanzania ukiacha Simba. Timu nyingi hazioperate professionally kama Simba wanavyofanya. So I wanted to say okay, now hebu tulete element ya wanakufanyia wengine tuilete Tanzania. Lakini how do I incorporate hobby yangu mimi niifanye iwe tangible business? Hobby yangu mimi ni mpira. Sana. Ukija ofisini kwangu muda wa mpira, chances are tutazungumza haraka niende. Lakini how does that become how do I commercialize? Commercializing it, taona mavazi. Timu za Tanzania zinavaa jezi, yes. Lakini bado kuna room ya creativity kwenye jezi. Na ile creativity ikabadilisha the whole scenery. Ndio tukaanza kufanya jezi. Kwa hiyo tukaanza na jezi ya Yanga, tukafuata jezi ya Lipuli. Sasa hivi tunatengeneza jezi ya Lipuli na Dodoma Football Club. Jeff, ukiachia inspiration kutoka kwa watu ambao umewazungumza tayari, ni vitu gani vinakupatia mawazo mapya? Say kuna suit mpya unataka kutengeneza, kuna fabric, kitambaa fulani unataka kukitumia lakini unataka design fulani. Kitu gani hasa kinakupa hiyo drive ya kupata kitu kipya? The desire to be different, the desire to be unique, the desire to be the pioneer. Is a major drive too kwa vitu vingi sana. Huwa nafurahia sana, watu wengine wanaweza wakalichukia hivi. Huwa nafurahia nikiona nguo yangu watu wamekopi. Nafurahi sana kwa sababu it means I play lead in the market. It means watu wengine wana appreciate kazi anayofanya, even if si shoni mimi, anashona mtu mwingine. Have you ever copied? There's nothing new under the sun. Kwa hiyo yes, at some point you will copy. You won't copy fanya A iwe B au B iwe A, but no, it's important to add little values, to add value to whatever it is that you be. Mimi naogopa sana mtu akileta naomba nishone nguo kama hii. Wateja wangu watakwambia nitakubadilishia vitu vingi sana. Lakini it's for the better. It's for the fact that mtu mwingine akija niambia nishone kama huu. Which means no tofauti. So that is what I want to do. That is what I try so much to do. Copying is not bad kwa sababu hakuna kitu kipya chini ya jua. One way or the other, I would say huyo mtu ameniinspire kufanya kitu fulani, nitakifanya kama kilivyo. Kwa hiyo I wouldn't call it copying, I would call it an inspiration from someone that has done something better. Then you build up onto that. Something that needs value addition. Now, Special as a brand imekuwa kubwa, pengine bila kuitangaza. Sikuwahi kuona umefanya matangazo ya TV, radio au hata billboard sijawahi kuona. Unajitangazaje wewe na unawezaje kupata wateja wengi kiasi hicho bila kufanya hayo matangazo? Kwa sababu brand unajua lazima uiposition na uipe visibility watu waweze kutambua vizuri. Channels za matangazo ziko nyingi.
kuna direct and indirect. I think we've invested mostly kwenye indirect channels, especially using endorsements za watu wengine wanaoangalia. Lakini pia we've done sponsorships in different programs. Kwa mfano, we're doing a sponsorship for Clouds kwa shows kama Sports Extra. Like I told you before, our interest, or my interest rather, has largely been in sports, and I love sports, I love football. Ndio maana we've managed to make sure kwamba kila mwezi Sports Extra wanavaa na wanaonekana tofauti with the idea of sports shows that kubwa duniani. Kwa mfano kama Super Sports, watu wanakuwa wana analyze Premier League. We want these guys to have that look. Mtu akifanyia analysis akiongelea mpira una feel that essence of listening. Kwa sababu mara nyingine ukichukulia wewe siku ambazo umetoka nyumbani hujapendeza, angalia the sense that comes out of your mouth, na siku ambazo unajua kabisa leo nimependeza. You can tell the content difference. You become smarter. You become different. So with that same thinking, that's why we're sponsoring show kama ile. We're going to sponsor two other shows. We're still in talks. Tulikuwa tuna sponsor Fursa pia kwa sababu tulikuwa tunahitaji watu wasikie. Wakati wanafanya zile inspiration talks kwenye mikoa, we wanted people to see and visualize who they can be. At the same time waangalie mtu nguo aliyovaa alafu mtu anakuambia nimeishona hii nguo na wewe unaweza ukaishona. That way you get inspired by seeing a physical product than just hearing about it. Jeff, nataka tuzungumzie ajira. Kwa kuwa wewe ni kijana ambaye umejiajiri, na mtu akisikiliza story yako ni umejituma kutoka ambapo ulikuwa unaanza mpaka sasa, pengine unaweza kuambia nini vijana ambao sasa hivi wanamaliza shule kwa maelfu, kwa malaki pengine? Nadhani tunatakiwa tujifunze kuongeza value kwa vitu tunavyofanya. Tusivitazame kila kitu kidogo tukakichukulia kwa udogo wake. Kitu kidogo tujaribu kukipa ukubwa wake ili tuweze kukibadilisha na kukikuza zaidi na zaidi. Kila mtu kumwambia viwanda anajua ni yale madudu yanayotoa moshi juu. Unaona kama kila mtu anaiwaza wazo hilo. Lakini hajui kwamba hata akiweza kukata hii mbao vizuri kama ilivyo, akaweza kuunda kitu kama hicho. Sisi wote tumekuzwa kutoka kwenye familia ambazo zina skill of some sort. Ile skill tukiitumia na tukiongezea hii ni mbao. Ukiikata ukaifanya hivi tayari huu bao ni kama futi ngapi? Labda futi 10. Ukinunua ubao futi 10 utanunua labda 18,000 labda. 18,000 na hii chuma umenunua hela nyingi labda 10,000. Ukauranda vizuri ukaupiga na rangi, kitu utakiuza 200,000. Umeelewa? Umeongeza. How has it turned from 30,000 to 200,000? It's the value. Sasa sisi tukikiangalia tunakiona hii kama kidogo, lakini this is big. Ni kwa sababu tumekiongezea value. Sasa sisi tufike mahali tuweze kuongezea thamani vitu na tuweze kutengeneza ajira zetu wenyewe. Kwa kila kinachotuangalia tukiangalia kama ni fursa. Hata kama ni kidogo kiasi gani. Kama unaweza ukapata mtu mmoja akakipenda, basi unaweza ukapata watu 10 wakakipenda. Na mwisho wa siku, the more we do that, the more tutengeneza ajira kwetu sisi na kwa wanaotuzunguka. Na mwisho wa siku tuwe pia cautious na tutake kukua. Tusifanye vitu kama ilivyo ada au kama kawaida. We need to go for the difference. We need to strive for excellence. Tunatakiwa tuseme jamani, leo nilikuwa hapa, kesho niko pale. Na tuwe na financial discipline. Tatizo kubwa la Watanzania, tatizo kubwa la Waafrika ni financial discipline. Tatizo lingine hatusave. Tunawaza kwamba ili ni save lazima niwe na kama 50,000 au laki. Tuna save kilichobaki. Hatutumii kilichobaki. Tuna shida kubwa sana ya financial literacy. Tunatakiwa tuweze kutunza alafu kile kitu kiweze kukua. Peleka benki hata 10,000 kwa sababu inaongezeka. Na unapotunza unatengeneza your financial muscle, unatengeneza uwezo wako wa kuinvest. Kama unaweza ukasave 5,000 10,000 kwa mwezi ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi. Jeff, umezungumza vizuri sana. Na hiyo ni elimu ambayo vijana wengi tunatakiwa tuipate hapa. Umeitoa bure kabisa hapa. Nimesikia sasa una duka ambalo unauza fabrics mwenyewe. Pengine inaonyesha kwamba fabrics nyingi zinatoka, vitambaa vya suti na mavazi mengine vinatoka nje, China na nchi nyingine. Pengine unajiona wapi wewe kama specials
katika miaka 5 ijayo kama kampuni ya mavazi? Sisi kama nilivyosema mwanzoni, it's good to add value. Yeah. It's good to always think of a new line. Kwa sababu hakuna kitu kizuri kama diversification. Yeah. Kwa sababu it's through diversification biashara zinakuwa. Ndio maana with that in mind tukaona tu kila siku tunanunua vitambaa au kila gharama za uzalishaji zinakuwa kubwa. Tukaona tutafute vitambaa vyetu wenyewe. Yes, tukapata suppliers ambao wanatupatia vitambaa vizuri, quality nzuri na kwa bei nzuri. Kwa tuna import vitambaa vyetu sisi wenyewe. Lakini mwanzoni mwaka wa kwanza tangu tumeanza kuimport vile vitambaa tulikuwa tunavitumia sisi wenyewe. Lakini tukawa tuna shida ya store. Tukaanza kwa nini tusiwe tuna duka letu ambalo sisi tunaenda kununua pale. That way we control our own finances. Lakini pia watu wanaanza kununua vitambaa kwa sababu watu wengi wanapenda vitambaa vyetu. Akija mtu anapenda suti yetu, anapenda kitambaa chetu. Kwa nini tusiweze kuongeza watu wengi wanaoshona wanunue pia kwetu? Yeah. That way tuwape taste na uwezo wa kutengeneza kitu kama sisi, kwa sababu Tanzania ina watu milioni 50. Hatuwezi tukaweza kutengeneza nguo kwa watu milioni 50. We need to empower watu wengine waweze kutengeneza nguo. How do we empower them? Is by giving them access ya vitambaa ambavyo pia sisi tunayo. Kwa tunawauzia vitambaa watu wengine, tunavisupply vitambaa. Lakini going forward natamani sana siku mtu anikabidhi urafiki. Kwa nini? Kwa sababu nafikiri binadamu ana mahitaji matatu makubwa kwenye maisha yake: chakula, mavazi na malazi. Urafiki inaweza kuwa source ya mavazi ya nchi nzima. Urafiki. Kuna equipments za kila aina ambazo pia they could be upscaled. Lakini pale tunatengeneza sasa hivi urafiki inatengeneza mashuka ya guest. Wakati urafiki inaweza kutengeneza fulana. Ushafahamu? Kwa hiyo nadhani mimi going forward natamani sana mtu siku moja niambie, Jeff, wewe na madesigner wengine, wewe na wazalishaji wengine, tunawakabidhi kiwanda, think of what you can do na hii kiwanda. We will do wonders kwenye nchi. Kwa sababu China tunaiona leo ni kubwa. The biggest source ya nguo duniani. Quote this right, duniani mavazi 95% yanatoka China. The biggest producers wa nguo duniani ni China. Kwa mwingine Italy tunatengeneza kidogo, Spain kidogo, lakini the biggest source ya nguo is China. How did they manage to do that? Is by ensuring kwamba wana viwanda vya vitambaa. Zile apparels, fabrics, everything is in China. It doesn't mean sisi hatuna hizo resources kama sisi cotton tunayo, polyester ipo, na hata kama tunaagiza raw materials tunatengeneza. I think it's good kwa sababu mwisho siku we adding value. Tunatengeneza vitambaa vyetu, wale watu wengi wataweza kununua vile vitambaa kwa sababu bei itakuwa chini, kutakuwa hakuna importation cost za vitambaa. Kwa hiyo mimi going forward I wish kwamba siku moja wabunifu wa nguo tukae chini tuangalie ni jinsi gani tunabadilisha au tunaikuza urafiki. Well, sasa vijana wenzako wewe unaweza kuambia nini? Nawaambia wanaweza, if they think, if they choose to go for what they believe in, if they choose to go kwa ndoto zao. Watu wengi tuna ndoto, watu wengi tuna mipango mingi sana, lakini hatu-implement ile mipango. Tukiwa tuna vitu vingi kama wala si mtaji ni idea. Ukiwa na idea nzuri, ukifuata watu unaweza kuweka hela kwenye idea. Na pia tuwaze kuwa tofauti. Sio sasa hivi biashara ya kaoshi inalipa, kila mtu anafungua kaoshi. Sasa basi unajua biashara ya bakery inalipa, kila mtu anafanya. Hizo biashara nimezitaja bila kwa sababu they've been overly crowded. Na ukiangalia kila mtu anafungua bakery ndogo ndogo, hajui kama biashara ya mandazi inahitaji akili, inahitaji passion na kile kitu. Kwa hiyo tuwaze kuangalia utofauti wa kitu tunachokifanya, lakini tunaweza, kwa sababu kila mtu is unique in their own ways. Now the question is how you bring that uniqueness out of you and create value for it. Just nashukuru hivyo utakuwa. Asante. Nashukuru sana kwa kuja, ni furaha sana kuwepo na wewe kwenye Extra Mile, na tunakukaribisha tena kwenye kipindi kingine. Lakini pia tunakuombea kila laheri kwenye kampuni yako Specials, uendelee ku prosper. Asante. Asante. Nashukuru sana.